habari, karibu tena katika mwendelezo wetu wa somo la AI. Leo tunaenda kuangalia mifano ya matumizi ya AI katika maisha halisi. Mifano ya matumizi ya AI katika maisha halisi. So kitu cha kwanza kwenye matumizi ya AI kuna kitu kinaitwa voice assistance ambayo ni msaidizi wa sauti. Mfano, msaidizi wa sauti ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunaita voice assistance, ambapo hapa mfano wake kama vile Siri, ambayo hii inapatikana kwenye simu za iPhone. Kuna Alexa, hii inapatikana kwenye Google Gemini na Google Assistance na Google Assistance. So hii ndio mifano ya matumizi ya AI, ambapo kitu cha kwanza ni msaidizi wa sauti ambao tunaita voice assistance. Kitu kinachofuata hapo kwenye matumizi ya AI, kuna magari yanayojiendesha yenyewe. Magari yanayojiendesha yenyewe. Mfano wake ni kuna Tesla, kuna Waymo. Hii ndio mifano ya magari yanayojiendesha yenyewe. Kitu kingine kuna chatbots. Hizi chatbots ni zile program za mazungumzo. Program za mazungumzo. Program za mazungumzo ambazo wanaje kama ChatGPT, kuna DeepSeek na kadhalika. Hii ndio mifano ya matumizi ya AI katika maisha ya kila siku. Hiyo ni mifano yake, mifano wazi, yaani katika maisha ya kila siku. Kitu kinachofuata hapa, tutaenda kuangalia AI jinsi inavyofanya kazi, namna gani AI inavyofanya kazi. So AI inafanyaje kazi? So ili AI ifanye kazi, kuna hatua za kufuata ili iweze kufanya kazi. Cha kwanza, hatua ya kwanza, kuna kitu kinaitwa data, ambapo hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema input. Hizi ni zile data ambazo huingizwa kwenye mfumo wa AI. Cha pili, kuna kitu kinaitwa mchakato. Kuna hatua ya pili inaitwa kuna mchakato. Mchakato hapa tunasema ni process. Naona? Kwa hiyo inafanya mchakato. Baada ya mchakato, kinachofuata hapa ni kujifunza. Kujifunza ambao tunaita learning. Kwa hiyo AI inajifunza kutoka kwenye models. Kuna models tofauti za AI. Mfano kama ChatGPT, kuna GPT-4, GPT-5 na kadhalika. Kwa hiyo AI inakuwa inajifunza kutoka kwenye hizi models. Kitu kingine kuna matokeo, ambapo matokeo hapa ni output. Tunaita output. Kwa hiyo AI inafuata hizo hatua
ili iweze kufanya kazi, ambapo kuna matokeo namna gani AI inaenda kufanya kazi. Asante sana kwa kusikiliza.